Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Paroko Lugazi asema Sebo ameacha alama kuu katika kusaidia watu na kanisa. Katika biashara, Profesa Mkumbo ahamasisha wakazi wa Dar es Salaam kuunga mkono uwekezaji wa EACLC. Na katika habari za kimataifa, Trump achemka aitaka NATO kumsaidia kufungua lango la bahari wa Hormuz. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Amesema mradi wa ujenzi wa jengo la huduma Wing B katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi lazima ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Taarifa zaidi tujiunge naye Goodluck Msola. Akizungumza Machi 16 baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo katika hospitali hiyo iliyopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, Waziri Mkuu amesema serikali imehakikisha upatikanaji wa kutosha wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Aidha, Waziri Mkuu amewapongeza watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuwahudumia wananchi na kuwataka kuendelea kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na kujituma. Nitumie fursa hii kumwelekeza mkandarasi aende sambamba na ratiba iliyopangwa, akamilishe mradi kwa wakati, kwa sababu vifaa vyote vipo, fedha zipo, akamilishe mradi kwa wakati. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, Daktari Deogratas Banuba, amesema ujenzi wa jengo la huduma Wing B umegharimu takribani shilingi bilioni 13.28 na hadi sasa umefikia 59% ya utekelezaji. Gharama za mradi wa Wing B kwanza kwa awamu ya pili, mpaka sasa tushafanya ununuzi wa vifaa vya ujenzi ambao malipo ya mshauri elekezi na malipo ya gharama za ufundi ilikuwa ni shilingi bilioni 2.3. Na hii ni mchanganuo wa fedha ambazo Mheshimiwa Rais alivyokuja mwaka juzi alizitoa bilioni 4 hizi kwa ajili ya mradi wa Wing B, lakini na maendeleo ya shughuli nyingine za hospitali. Lakini pia kiasi kingine cha fedha cha shilingi takriban bilioni 1.3 kilitumika kwa ajili ya kulipia gharama za ukamilishaji wa jengo la Wing A ambao ndio hili Mheshimiwa Waziri Mkuu ambalo tumesimama hapa na linaendelea kutoa huduma. Lakini pia kiasi kingine cha takriban milioni 289 kilitumika kwa ajili ya kukamilisha majengo ya EMD na ICU, lakini pia kiasi cha shilingi milioni 78.9 kilitumika kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo la dialysis. Katika hatua nyingine, mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi, Taska Mbogo, akiwasilisha ombi kwa Waziri Mkuu, ameomba serikali ijenge eneo la kusubiria wagonjwa waiting bay, chumba cha kuhifadhi maiti moja na uzio wa hospitali hiyo. Akijibu hoja hiyo, naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI Ruben Kwagila amesema serikali imepanga kupeleka takribani shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuongeza majengo ya wodi ya ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti, ununuzi wa vifaa tiba pamoja na ujenzi wa uzio wa hospitali hiyo. Katika ziara hiyo, Waziri Mkuu amemwagiza mkuu wa mkoa wa Katavi kuhakikisha mradi huo unasimamiwa ipasavyo ili ukamilike kwa wakati na ubora unaotakiwa. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeridhishwa na kazi ya uimarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya, ambapo kilomita 564 sawa na 75% tayari zimewekewa alama kati ya kilomita 758 za mpaka mzima wa nchi kavu. Mwanahabari wetu Fina Limu kutoka mkoani Kilimanjaro anatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati hiyo eneo la Holili wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii Timothy Mzava amesema kazi ya uwekaji alama kwenye mipaka sio kazi ndogo na kuipongeza Wizara ya Ardhi kwa kazi kubwa inayofanya. Kamati imeitaka serikali kukamilisha kazi ya urasimishaji wa mpaka huo wa kimataifa kati ya Kenya na Tanzania, huku ikitarajia kuona mipango ya kifedha na bajeti inayoonyesha uwezekano wa nia ya dhati kukamilisha kazi hiyo kwenye bajeti ya sasa
inayokuja kati ya mwaka 2026-27. Kazi ya kuweka alama kwenye mipaka na mazingira haya ya mpakani na vichaka na nini sio kazi ndogo. Kwa hiyo ukiona wenzako wameifanya na inaonekana, kwa kweli tunawapongezeni sana. Lakini kipekee kabisa kwenye mpaka huu, ukisimama hapo unaona mpaka kule juu, unaona alama kwa mbali, lakini pia ile eneo lote la mpaka unaliona kabisa kwamba hapa kuna kitu kinaendelea. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Tuendelee kuitaka serikali. Moja, kazi hii haijakamilika. Kiko kipande ambacho kinapaswa kikamilike. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwenye mipango ya serikali, mipango ya kifedha, mipango ya kibajeti, tutaona mwelekeo kwamba serikali inayo nia ya dhati ya kuendelea na kazi hii ili fedha zitengwe kwa bajeti zinazokuja, lakini pia kazi hii iweze kuendelea kufanyika. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kaspa Muya amewataka wataalamu wa Wizara ya Ardhi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wa maeneo ya mipakani ili waelewe na kuwa sehemu ya ulinzi wa mipaka ya nchi. Swala la msingi, wataalamu wangu, haya mambo mliyoongea haya muyaongee kwa wananchi katika lugha ile ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutoa elimu na kuelewesha watu fanya nini, waelewe. Mtoe elimu hiyo ya kutosha, munyooshe. Dhana kubwa, twende kwenye katiba ya nchi inayosema hata mwananchi mwenyewe ana dhamana ya kulinda nchi yake, mipaka yake. Ndio maana ukiishi kwenye mipaka hii tunajaribu kuwahusisha na kutoa elimu kuwa hata wananchi mliokaribia mipaka mna dhamana ya kulinda. Naye mkuu wa wilaya ya Rombo Raymond Mangala ameieleza kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuwa mipaka ya nchi hizo mbili iko salama na kwamba wananchi wanaendelea vizuri na shughuli zao za kiuchumi. Iko salama, mipaka yetu iko salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Ninachotaka kuhakikishia, sisi tumeshiriki vizuri kwenye hili zoezi la uwekaji wa mipaka kwa kuhusianisha na wenzetu na sisi huku, na tuna mahusiano mazuri ya jambo lolote ambalo linaleta mkanganyiko, basi tunakaa pamoja. Kwenye huu mpaka wetu wa Tanzania na Kenya, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi tumeshaimarisha kilomita 564 ambayo sawasawa na 75% ya mpaka mzima wa nchi kavu wenye jumla ya kilomita 758. Mpaka huu wa Tanzania na Kenya imekuwa ni eneo la mfano kwa ukanda wa Afrika kupitia taasisi yetu ya uimarishaji wa mipaka inayojulikana kama African Union Border Program. Matarajio yetu mwezi wa 10 tutafanya kazi ya uimarishaji wa mpaka tufike Jasini kwa maana ya kipande cha mpaka huu. Mpaka wa Tanzania na Kenya umekuwa ni eneo la mfano wa kuigwa kwenye ukanda wa Afrika kwa mujibu wa taasisi ya uimarishaji wa mipaka Afrika inayojulikana kama African Union Border Program. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara katika kituo cha EFM na TVE Dennis Busulo maarufu kama Sebo umewasili salama nchini Uganda, ambapo leo Machi 16 marehemu amefanyiwa misa maalum katika kanisa Katoliki jimbo la Lugazi, Kampala. Mwandishi wetu Goodluck Msola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza kuhusu ibada ya misa maalum ya kumwombea marehemu Sebo, mwenyekiti wa kamati ya mazishi na program manager wa kituo cha EFM Dickson Ponela maarufu kama Dizo amesema ibada hiyo imefanyika katika kanisa Katoliki jimbo la Lugazi, Kampala nchini Uganda, ambapo ndugu, marafiki na jamaa wa Sebo walikusanyika na kuweza kumwombea, ambapo mara baada ya ibada kukamilika mwili umeondoka kuelekea Kayunga, ambapo siku ya kesho ndipo mazishi yatafanyika. Tunataraji kutoka moja kwa moja na kuelekea Kayunga, katika mji ambao yeye amekuwa anakaa pia huko, na ndio mahali ambapo pia kafanya mambo mbalimbali ya kimaisha, lakini ni eneo pia ambalo la baba yake mzazi marehemu. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo yeye alikuwa yupo, na unajua tena mila za Kiafrika, kuna sehemu unaweza kukuta mzazi alikuwepo, basi katika namna moja au nyingine ukaambiwa ukae au yaendeleze, au mwenyewe ukaamua ngoja niendeleze na kadhalika, na ndipo ambapo kaburi lake limeshaanza kutengenezwa tayari kwa ajili ya mazishi hapo kesho. Tutaanza safari hiyo mara baada ya hapa na tutafika huko leo. Tukishafika tutafikia tena nyumbani pale kama ilivyokuwa hapa, tutamweka ndugu yetu hapo,
tayari kabisa kwa ajili ya kesho, ambapo pia nako mara baada ya ibada huko itakapofanyika, basi moja kwa moja tutaelekea makaburini, na ni makaburi ya familia, kumbuka. Aidha, Dizo amesema mazishi ya marehemu Sebo yatafanyika siku ya kesho katika eneo la Kayunga ambalo marehemu alikuwa akiishi na wazazi wake, ikiwa ni sehemu ambayo Sebo alipendekeza azikwe pindi atakapofariki dunia, karibu na kaburi la baba yake mzazi. Ibada hiyo imehudhuriwa na ndugu wa karibu wa Sebo, akiwemo mama mzazi, mke, mtoto, pamoja na uongozi wa kituo cha EFM na TVE wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji Francis Siza maarufu kama Majizo, na baadhi ya marafiki na wafanyakazi wa kituo cha EFM na TVE. Katika mafundisho yake kwenye ibada hiyo, Paroko wa kanisa Katoliki Rugazi, Uganda, amesema marehemu Sebo ameacha alama kubwa si tu katika kuwasaidia watu, bali pia katika kanisa hilo ambalo alijitolea mara kwa mara kushiriki katika shughuli mbalimbali zikiwemo za ujenzi na ukarabati wa kanisa hilo. As you all know, my father has passed away and we are here to celebrate his life and to thank God for his life. So he started working hard as a good man. His team, EFM, helped him out with that. He used to laugh with his friends every time. Teachers even used to say that he was the best jokester. So, when I was born, very young, I was like 4 or 3. My mother and my father, they got married, and our family started growing even happier. But to see this, I know it is hard for all of you. To be honest, it is hard for me too. Before I continue, I want to say sorry to the mother, to the team, to the family. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Familia ya aliyekuwa rais wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imefanya matembezi maalum pamoja na zoezi la uchangiaji damu katika hospitali ya wilaya ya Chato mkoani Geita. Pia familia hiyo imetoa msaada katika gereza la Chato. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Chato mkoani Geita. Matembezi yao ya kumbukizi ya kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli yalianza katika stendi ya zamani ya mabasi kuelekea hospitali ya wilaya ya Chato, yakiongozwa na mgeni rasmi Musa Mwakitinya ambaye ni naibu katibu mkuu wa UVCCM Taifa. Wakati wa zoezi la uchangiaji damu, imeelezwa kuwa hospitali hiyo bado inahitaji uhitaji mkubwa wa damu kutokana na kuwepo kwa wagonjwa wengi wanaohitaji huduma hiyo, hali inayohusishwa na ugonjwa wa kichocho cha tumbo unaosababishwa baadhi ya wagonjwa kutapika damu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa. Swala la damu ni juhudi za sisi wenyewe kutoa. Hatuna duka la kwenda kununua damu. Kwa hiyo mimi natoa shukrani hizo kwa sababu ukanda wetu wa Ziwa tunapata wagonjwa wengi wanaotapika damu kutokana na magonjwa ya kichocho cha tumbo kulingana na shughuli zetu hizi tunazozifanya za uvuvi na kilimo. Msemaji wa familia ambaye pia ni mbunge wa viti maalum kundi la vijana Jessica Magufuli amesema familia imeamua kutoa msaada wa vitu mbalimbali kwa gereza la Chato na hospitali ya wilaya ya Chato kama sehemu ya kumbukizi ya kiongozi huyo. Nia yetu sisi kama familia ya hayati kwa ajili ya kuwakumbuka wapendwa wetu. Katika kumbukizi ya mpendwa wetu tukasema na sisi tuwakumbuke ili kundi la watu ambalo mpendwa wetu alikuwa analipenda na alikuwa analijali sana. Tukawasiliana naye na bahati nzuri alitupa ushirikiano mzuri kabisa, akaeleza changamoto chache ambazo watu wake wanakutana nazo wafungwa hawa, na sisi tukasema kama familia, kwa kuzingatia kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ni kipindi cha Kwaresma, tukasema hatuna budi ya kuacha kuja kutimiza yale ambayo yalikuwa matakwa ya wapendwa wetu. Kimsingi msaada huu unaenda kupunguza au kumaliza changamoto iliyokuwepo ya magodoro kutokana na wimbi la wahalifu wanaotoka kisiwa cha Rubondo. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana. Lakini pia Jeshi la Magereza Tanzania
linaendelea pia kuendelea kufanya uelekevu kwa kubadilisha wafungwa na mabusu. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa UVCCM Musa Mwakitinya amesema katika kipindi cha miaka mitano ya maadhimisho wanaendelea kukumbuka na kuthamini mema yaliyofanywa na hayati Dr. John Pombe Magufuli wakati wa uhai wake. Kumbukiza miaka mitano ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli, tunaendelea pia kutoa matendo ya huruma na kuyafanya haya kwa maksudi vile Mungu ambavyo amehitaji tufanye. Na hilo linatuambia wakati mwingine nalikuwa na njaa hamkuja, nalikuwa sijavaa mkuja kunivisha, lakini watu wakamuuliza lini tulikutendea aliyo haya? Akasema kadri mlivyowatendea wale wadogo zangu ndivyo mlivyonitendea mimi. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma na kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaendelea kuyatenda yale mema. Hayati Dr. John Magufuli namkumbuka kwa mambo mengi. Kwanza alikuwa ni mzalendo katika nchi yetu ya Tanzania na ndiye amesababisha kumpata makamu wa kwanza wa rais ambaye ndio Dr. Samia Suluhu Hassan, na tukampata mwanamke wa kwanza katika nchi yetu ya Tanzania huyu ambaye ndio Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6. Kwa hiyo Dr. John Magufuli nitamkumbuka kwa mambo mengi. Sanjari na hayo, wananchi kutoka ndani na nje ya wilaya ya Chato wamejitokeza kwa wingi kutembelea na kutoa heshima katika kaburi la hayati Dr. John Pombe Magufuli. Maadhimisho rasmi ya kumbukizi ya kifo cha hayati Dr. Magufuli yatafanyika Machi tarehe 17 nyumbani kwake wilayani Chato, yakitarajia kuongozwa na mgeni rasmi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoka nchini Japan imezindua mradi maalum wa kuboresha huduma za dharura na usalama barabarani katika jiji la Dar es Salaam. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Mradi huo unalenga kupunguza madhara kwa wahanga wa ajali za barabarani kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2025 hadi 2028 kwa kuimarisha uratibu wa huduma za uokoaji na matibabu ya haraka kwa majeruhi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Amana Bryson Kiwelu amesema mradi huo utahusisha ukusanyaji wa takwimu sahihi za ajali za barabarani, ambapo takwimu hizo zitasaidia taarifa kutoka Jeshi la Polisi Tanzania, Wizara ya Ujenzi na hospitali mbalimbali kusomana kwa urahisi na kusaidia kuboresha mipango ya kukabiliana na ajali. Mradi wetu huu una vipengele vitatu. Lengo lake kubwa ni kwanza kuhakikisha kwamba tunakusanya takwimu sahihi ambazo zinasomana. Takwimu zinazokusanywa na trafiki barabarani kutokana na ajali za barabarani zifanane na zile ambazo zinaratibiwa na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi ambao ndio wenye dhamana ya kujenga barabara, na mwenye dhamana ya kujenga barabara pia ana dhamana ya kuhakikisha kwamba barabara anayojenga ni salama kwa watumiaji, ni salama kwa vyombo vile vya moto. Na kama mnavyofahamu, wahanga wengi wa ajali za barabarani mwisho wa siku wanafika katika hospitali zetu kwa ajili ya kupata huduma. Kwa wanafika tena katika hospitali kama hapa Amana, nao pia tunakusanya taarifa. Kwa mwisho wa siku tunataka taarifa za Jeshi la Polisi, taarifa za Wizara ya Ujenzi na taarifa za hospitali zifanane kama jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza, mifumo iweze kusomana. Aidha, mradi huo pia utatoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara kwa wanafunzi wa shule za msingi ili kujenga utamaduni wa kuzingatia usalama barabarani tangu wakiwa wadogo. Elimu hiyo inalenga kupunguza ajali zinazohusisha watoto pamoja na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kufuata sheria na taratibu za usalama barabarani. Kwa upande wake, mratibu wa operation kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania mkoa wa Dar es Salaam, Michael Bachubila, amewataka wananchi kutumia namba ya dharura 114 wanaposhuhudia ajali au tukio lolote la dharura, huku akibainisha kuwa jeshi hilo limejipanga vyema kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu waliopata mafunzo maalum ili kuhakikisha huduma za awali za dharura zinawafikia wahanga kwa haraka. Majeruhi akipata huduma ya kwanza iliyo sahihi, inakuwa rahisi kupata tiba na kupona. Kwa hiyo sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kama zana yetu ilivyo ya kuokoa, kabla ya kuokoa mali tunathamini sana maisha ya binadamu. Kwa hiyo tupo kwenye mradi huu kushiriki pale ambapo ajali imetokea ili tuweze kutoa huduma ya uokoaji kwa majeruhi. Namba yetu 114 inapatikana masaa 24 na tuko tayari kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Tunavyo vifaa vya kisasa, lakini pia tunao wataalamu ambao hasa wamefundishwa na JICA na taasisi zingine zinazohusu mambo ya afya. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.